Naitwa Engineer Ntuli Mwaikukesia, ni manager TANROADS mkoa wa Kagera. Naomba nitoe taarifa fupi juu ya mradi wa upanuzi wa njia 4 wa barabara yetu ya Bukoba hadi Bukoba Port. Mradi huu wa upanuzi wa njia 4 ilikuwa ni maagizo ya Mheshimiwa Makamu wa Rais ambaye alitoa mkoani Kagera kwa ajili ya kupunguza au kumaliza tatizo la ajali ambalo lilikuwa linatokea maeneo ya Nyangoe, ambayo ilikuwa na kona kali lakini pia na mteremko mkali. Kwa hiyo baada ya maagizo hayo, wakala wa barabara wa Tanzania TANROADS tulifanya usanifu kwa ajili ya kufanya marekebisho katika kipande hicho ambacho kina kilomita 5.1 kuanzia kwenye mzunguko wa Mishenyi hadi Bukoba Port hadi bandarini. Kwa hiyo baada ya kukamilisha usanifu, mradi huu utafanyika kwa awamu 4, ambapo kwa awamu ya kwanza tunaanza na kipande cha kilomita 1 ambapo tayari mkandarasi yuko site, anaitwa Abemuro Construction Company Limited, ni kampuni ya Kitanzania, na mradi sasa hivi unaendelea na mpaka sasa tupo asilimia 48 ya utekelezaji, na gharama ya mradi ni bilioni 5.3, na mradi utegemea kukamilika tarehe 15 Novemba mwaka huu, lakini kwa sasa tuko kwenye mapitio ya kuongeza muda kwa ajili ya kumongezea muda ambapo atakamilisha mradi huo, lakini ushafikia asilimia 48 na tunategemea muda mfupi uliobaki atakamilisha. Kwa hiyo tuna review tunafanya mapitio kwa ajili ya kumongezea muda. Lakini sambamba na hili tuna awamu ya pili ya mradi, kwa sababu awamu ya kwanza inaanzia pale wa Mishenyi roundabout mpaka Hamugembe, lakini awamu ya pili sasa inaanzia hapo ilipoanzia awamu ya kwanza, inapoishia awamu ya kwanza yani ya Hamugembe, inapitia daraja la Kanoni hadi stendi ya Bukoba, kwa maana ya roundabout ya Bukoba mjini, ambapo pia mkandarasi anaitwa Abemuro Construction Company Limited ni ya Bukoba, na kwa gharama ya shilingi bilioni 5.5, na mpaka sasa utekelezaji umefikia asilimia 70, ambapo tunaona kwamba daraja limekamilika pale, tuko kwenye finishing za daraja, na sasa hivi tuko kwenye approach road, kwa sababu inahusisha kipande cha mita 600 kujenga approach road, nacho ni kwa njia 4, lakini kwa upande wa daraja limekamilika. Na pia mkataba ulikuwa ukamilike Novemba 15 mwaka huu 2025, lakini sasa pia tunafanya mapitio ya muda kwa ajili ya kumongeza muda ambao utamwezesha kukamilika, ni kwa mujibu wa mkataba hii yote. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa fupi ya mradi wa upanuzi wa njia 4, ambapo kwa kifupi kabisa ni kwamba tumeanza na awamu 2, kwa maana kutoka roundabout ya Bukoba ya Mishenyi hadi roundabout ya stendi ya Bukoba. Kwa majina naitwa Kevin Laurian Kasheja, ni mkazi wa kata Bukoba, mtaa Biekera asili. Litasaidia kwenye upande wa daraja, litasaidia male maji yalikuwa yakija kwenye yanakikusanyika kwenye mikondo, ilikuwa inaleta shida. Yaani unakuta daraja maji yanapita juu ya daraja. Kidogo kwa sasa hivi wameliinua na tunasubiria kuona mwisho wake itakuwaje, ndio tunalosubiria. Hiyo kidogo itatusaidia kwa namna moja au nyingine kupunguza na hasa ilitokuwa tunaipata kingoni mwa zile mwa barabara, mashine zile zilikuwa zinajaa maji kwa sababu ya daraja ilikuwa finyo. Na jina yangu naitwa Celestini Emmanuel Kasigwa, mkazi wa Kebitembe. Omba kwa kweli angalau waongeze jitihada, waongeze jitihada ya kumaliza hii barabara, kwa sababu tunafurahi. Kwa mfano hii daraja la pale, hilo daraja tuliteseka sana kipindi cha nyuma. Hilo daraja lilikuwa linajaa maji mpaka tunazunguka barabara kurudi Kashura. Ulivyokuwa ukirudi kule na abiria, na tukiwa umeshaingia kwenye gharama ambazo ni tofauti sana, tunapata hadha sana. Sana ilikuwa inapelekea mpaka
Kebitembe ile daraja kabla haijatengenezwa kote ilikuwa inajaa. Ilikuwa inajaa kabisa, maji yanajaa, yanaingiliana huku na huku. Lakini kwa hivi sasa kwa kweli tunafurahi sana. Na naomba serikali izidi kutusaidia kwenye njia za barabara. Kwa majina naitwa Fauzu Binamungu, mkazi wa Bukoba Manispaa, kata ya Nshambya, mtaa wa Bunkango. Kama kabla ya mradi haujaja ule wa njia 4, kwa kweli daraja lile la Kanoni lilikuwa linatupa adha kubwa. Kwa sababu ile daraja ni dogo. Ukija gari kubwa kama basi au semi lazima mmoja asubiri ili kupishana kwa wakati, lakini sasa hivi nafikiri baada ya daraja hili kubwa adha imeisha. Itaisha kwa sababu naamini daraja limetengenezwa kwa standard ya njia 4 na la viwango.